Nitaanza na msemo ya Kiswahili husema atafutaye hachoki. So, I remember back in 2017. By then I was in college. And I had a dream, like most of us, that nikimaliza college, I might be a millionaire. So, siku moja nikiwa wifi pale kwa college, I came across a website. Ilikuwa inaitwa Public Right, something of the sort. Na wenye mlitengeneza hiyo, Lightning bado inafanya warm up. Ile yenye itamchapa. Amuta I get. So, come up this website ilikuwa inaitwa Public Rights. Then, a friend of mine alikuwa amenielezea about it, but sikuwa keen about it. So what happened? After kuisoma na kuifuatilia sana, it was a website, sijui ilikuwa inaitwa pyramid scheme. Yeah, it was that such sort. So, acha kwanza nicheke kiasi. So, hii stuff ilikuwa such that ulikuwa una click two items. Ulikuwa umepewa kasahani, unaguza, kakikombe, sijui ka spoon, but they were 5. So, if you create an account, each and every day you had to create 5 to 5 those items. Unaguza, unapewa 50 shillings. Kamoja kalikuwa 10 bob. Then, walikuwa jaja sana. If you activate, pade uko umepewa 250 shillings. And you are eligible to withdraw after every week. So after every week, you are eligible. But kama uja subscribe na 4500, you are supposed to wait for 90 days. Those are 3 months. Well, in college kupata 4500 ilikuwa goal. So what did I decide? I decided the Kikuyus in me lazima niyomoke. I created 100 accounts. And each account nilikuwa napewa 50 shillings. So in each and every day nilikuwa napata 5k. Hata Super Metro wapati hiyo. Maybe probably Ruto na Uhuru. Well, so but sikuwa na doya ya bundles. So what did I do? I could wake up at 3, naenda pale kwa wifi, na click those items, na make per day. Before ifike 6, already my 5k, it is well done. Iko pale kwa account. I continued with it. Naamka, naenda na click, naona 5000 yangu imeingia. Na click, naona 5000 yangu imeingia. So, you know, with the majority of Kenyans, ukianza kukua na tupesa kidogo, marigo inaanza. I remember vile nilikuwa naambia my friends that I'm going to buy a Makex. I'll be the richest guy. Even I had dreamt of becoming the college president. Kwa sababu kuna pesa itaingia. Because my mathing iko inanionyesha after 3 months with my 100 accounts I will make 450,000. So that one is a good for a start. 450,000, I had decided I will consume 200,000. The rest, I'm going to reactivate the accounts. Zile zingine nizilipia na premium ya 4,500. Then, I'm going to employ people. Mr. Fanya hii kazi ya surubu ambao watakuwa naenda wananikirikia each and every morning. See, that was good. It sounded good in papers. Well, I continued. I remember hata kuna kati inanyeshewa. Kwa pale wifi inasubua. Inanyeshewa. But nani atafuta ya nini? Hachoki. Nikaendelea. Mwezi wa kwanza gone. Wa pili gone. Tukiwa kwa 75 days ndio mimi nimeamkia pale wifi kufungua website inasema it cannot be found. Maybe I decided maybe ni wifi iko chini. I waited for the day. Maybe I said wacha kwanza niende class
probably in the evening I will come back na niendelee. Then kwenda kuna some people walikuwa wamelipia hiyo kamoja hiyo 4500. Nasikia watu wakisema kitu ni kama imeisha. Nikajaribu, ikakataa. The following day ndio nimeamkia. Website inasema it's out of reach. With all effort that I had made, hiyo kazi yote ya surubu ilipotelea wapi? Ilipotelea yote bure. It was 75 days. I was remaining with only was it 15 days. Nipate pesa. But all in vain. That's how my dream ya kukuwa millionaire by then ilikufa. But nikajua na Kenya you have to work hard na usioshe watu. Anyway, wao walituosha, kuna wenye walioshwa by then, kuna wenye walikuwa wameactivate na 4500, kuna wengine walikuwa wameactivate with higher premium na walioshwa hivyo. And that's how it ended. Lakini uzuri mimi I lost nothing, but I lost the effort that I made. Anyway, that's how it happened.